Nikajaribu tena kupata picha kwamba ungekuwaje kama kusingekuwa na siku 7 za wiki. Yaani hakuna mwisho Jumamosi, hakuna, yaani unaendelea hata hivyo hivyo. Kwa hiyo inamaanisha hata siku ya kupumzika haipo. Yaani kulikuwa na maisha ya ajabu sana. Kwa hiyo nikagundua hata wakati Mungu alipokuwa akifanya uumbaji wake ulikuwa una kila kinachofanyika kilikuwa kina makusudi. Na nikajaribu kufikiria hata katika wakati alipokuwa akiumba, alikuwa haumbi kitu kimoja kikamalizika siku, yaani akamaliza vitu vyote ndani ya siku moja. Maana kama aliweza kutamka ndani ya siku moja mambo yote yakafanyika ndani ya siku moja, natamka iwepo hiki kinawepo. Hebu tupate picha. Biblia inasema akatenganisha anga na nini? Jamani, alitenganisha anga na nini? Biblia zenu mnasomaje sasa? Alitenganisha maji ya chini yakaitwa nini? Na ya juu anga. Wanafunzi mnaotaka kusoma injinia kwa mikono juu. Ni mwana mmoja amenyosha akasema, wanaosoma wataka kuwa mainjinia. Hebu pata picha, ungechukua miaka mingapi kutenganisha hayo maji? Ya juu yabaki juu, ya chini yabaki chini, halafu yaweke hapo kiasi yake. Kwa hiyo utagundua wakati ambapo Mungu anafanya uumbaji, kwa kinywa chake alipotamka vyote vilifanyika, na hata alipotamka tu vyote vikawepo. Alipoweka tu vitu vyake, alikuwa na uwezo wa kuvifanya vyote ndani ya siku moja na ndani ya muda mchache, tena akavimaliza kwa uzuri sana. Lakini akaamua kuchagua kuviwekea siku, kwamba siku ya kwanza kitafanyika hiki, siku ya pili kitatendeka hiki, siku ya tatu kitaenda hiki, siku ya 4 kitafanyika hiki, siku ya 5 kitaenda hiki, hivyo hivyo, siku ya 6 litafanya hiki, halafu siku ya 7 hii itakuwa ni uumbaji wa pumziko. Hii itakuwa ni pumziko takatifu. Hawatafanya kazi yoyote, hawatatenda kazi. Atafanya kazi kwa siku 6, alafu siku ya 7 atafanyaje? Atapumzika. Hakuishia tu hapo, hata kwenye habari ya chakula Mungu akamwekea mwanadamu mipaka ya kwamba utakula chakula, ndio nimekupatia mboga za kondeni, tena nimekupatia na matunda, hivyo ndivyo vitakavyokuwa vyakula vyenu. Tena natumia lugha tazama, nimekupa kila mche utoao mbegu. Anachomaanisha ni nini? Ya kwamba hata katika habari ya chakula Mungu amemwekea mwanadamu mipaka, amemwekea mwanadamu mipaka. Ndio maana hautakula vile unavyojisikia, hautakunywa vile unavyojisikia, hautafanya chochote vile unavyojisikia. Ndio maana Biblia inasema kila mlapo au mnywapo au fanyapo neno, fanyeni kwa utukufu wa nani? Yaani anachomaanisha mpaka wa juu zaidi ni mpaka unaowekwa katika vigezo vya mbingu. Ndio maana hata mwanadamu alipoumbwa hakuumbwa tu, Mungu alimwekea kipimo cha juu cha kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Ulize jirani yako, unakifahamu? Amesemaje? Anakijua kipimo cha juu cha kupendeza? Anacheka tu. Sasa kama anacheka, yaani ukiona tu anacheka tu, ina maana haelewi. Ndio maana leo ukiona watu wanajiongezea vitu vya ziada kwenye mwili, ukiona ndani ya mwili kama tumeweka makucha ya ziada, mavitu ya bandia, ni kwa sababu hatujajua mipaka ambayo Mungu ametupatia. Maana Mungu alipotumba alituwekea hadi mipaka katika muonekano, akasema huyu mwanadamu ninamuumba, lakini uzuri wake unategemea uwepo kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio maana hakuumbwa tu. Kwa hiyo jinsi Mungu alivyokuumba alikusudia uwe hivyo hivyo ulivyo. Ndio maana leo ninahuzunika kuona baadhi ya watu wanaongezea vitu vya ziada ambavyo havipo. Mungu hakukusudia wawe navyo. Ndio maana tuna jamii ambayo kila kitu siku hizi ni fake. Makalio fake. Ukienda hapa fake.
ukiangalia hapa juu, hata kuhema anapata shida ya kuhema. Yaani kila kitu kimewekwa kuwa fake. Sehemu fulani nimeona wananyoa mpaka kope. Kope nyusi zinatolewa alafu zinaweka za bandia. Yaani kila kitu kimewekwa fake. Wewe niwaambie, sio mpango wa Mungu tuvuke mipaka ambayo Mungu aliweka. Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea mipaka yake, kwamba hata kula utakula hivi, hata kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu aliwekewa mipaka. Ndio maana kigezo kikubwa cha kuvaa linasema Mungu akamfanyia mwanadamu vazi la nini? Jamani, vazi la nini? Kwani hamjasoma hapa? Mwanadamu alifanyiwa vazi la nini? La ngozi. Anachomaanisha ni nini? Ngozi ni, kumbuka, ngozi haiwezi kuonyesha ndani. Yaani ukivaa inafunika kiasi kwamba kilichoko ndani kinabaki wapi? Yaani kumbe hata katika uumbaji Mungu alituwekea mipaka, kwamba ni kweli utavaa, lakini hautavaa kama unavyojisikia. Utavaa vile Mungu anavyotaka. Ni dunia leo tu watu wanavaa vya ng'ambo. Yaani hauna haja ya kujua wapi ni wapi. Ukiangalia tu hivi unajua tu hapa ni Singida, hapa ni Dodoma, hapa ni hoteli ya watoto. Yaani ndio ulimwengu tulio nao leo. Yaani tumefika hatua, tumevuka ile mipaka ambayo Mungu alituwekea. Maana Mungu alipotuumba alituwekea mipaka ya kiasili, kwamba ni kweli utaishi, lakini hautaishi kama unavyopenda wewe, lakini utaishi sawa sawa na makusudi niliyokupatia. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Yeremia, wakati Mungu anamwambia Yeremia, anamwambia tangia hata kabla hujaingia tumboni na mama yako nalifanyaje? Na nilikujua, tena anasema nalikufahamu, anasema nilikuchagua uwe nabii. Yaani alikusha mchagua mapema, yaani kabla hata hujaumbwa. Ndio maana napenda kutumia mfano huu. Wakati wanafahamu chungu hivi kinajua kilitengenezwa cha chungu kinajua kilitengenezwa cha nini? Lakini aliyetengeneza sio anajua ni cha nini? Ndivyo Mungu alivyofanya. Yaani wakati alipotuumba hakukuumba tu uje utembee barabarani, uje uishi duniani, unaishi mpaka siku unakufa unaenda, lakini unakuwa useless kwenye ulimwengu. Mungu alipokuumba aligundua kwamba kuna siku utakuwepo hapa Chome, aligundua. Kuna siku utakuja kuipa hapa Chome, aligundua. Na aligundua, ndio maana katikati ya maelfu ya watu waliopo ulimwenguni, mabilioni ya watu, Mungu akakusudia fulani aje azaliwe, lakini atasoma Chome kwa sababu kuna kusudi langu nataka alifanye Chome. Atatoka hapo ataenda sehemu fulani kwa sababu kuna kusudi langu nitamani afanye. Ndio maana kila aliyeumbwa katika ulimwengu huu hakuja kwa bahati mbaya. Swali ni hili, unaishi makusudi ya Mungu? Hilo ndilo swali kubwa. Bwana Yesu sio kuishi, ni unaishi kile ambacho Mungu amekusudia, au unaishi tu ili mradi unaishi. Kwa hiyo mwanadamu akawekewa mipaka. Kwenye habari ya siku akaamua utafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 utapumzika. Kwenye habari ya afya akamwambia ni kweli utakula, nimekupatia mboga za kondeni utakula, nimekupatia vinywaji vipo, kunywa maji, kunywa vinywaji vya matunda, hivyo nimekupatia utatumia. Lakini kwenye habari ya nyama nimekupa, lakini hautakula nyama unavyojisikia. Kuna wanyama niliyokupatia, hao ndio utakaokula. Kwenye habari ya muonekano nimekupatia, habari ya uvaaji utavaa nguo inayositiri mwili wako. Ndio maana mimi Mungu ninaasisi habari ya uvaaji, ninakupatia vazi la ngozi ikihakikisha hautakaa uchi, lakini utajisitiri. Maana mimi ndiye muasisi wa habari habari ya uvaaji. Lakini pia katika habari ya kazi Mungu anasema mimi ndiye nimeasisi kazi, maana nimekuweka katika bustani ya Edeni uilime na kufanyaje? Na kuitunza. Anachomaanisha hata kazi Mungu ndiye muasisi wa kazi. Ndio maana niwaambia mpendwa, ukiona kazi yako haiko vile unavyotarajia, rejea kwa aliyeasisi kazi. Ukiona familia yako haiko sawa vile ulivyokusudia, rejea kwa muasisi wa familia. Lakini ukirejea kwa wanadamu utapotea.
Ndio maana leo ukimweleza mwanadamu changamoto ya ndoa yako, akitoka hapo unamwambia usimwambie mtu. Alafu upite ni mama mwenzako umemweleza mume wangu 1 2 3. Naye akitoka kule kwa mwenzake anafaa kutunga na mkono, sijakwambia. Mume wa fulani ni 1 2 3. Ndio wanadamu walivyo. Kwa sababu wao sio waasisi. Wao wameumbwa tu kwenda kusimamia, lakini Mungu ambaye ndiye muasisi hata wa ndoa, ndio maana kutia moyo zinapoonekana haziko sawa, rejea kwa aliyeumba. Sasa kwenye kazi Mungu alipotoweka akatuambia ni kweli mtafanya kazi, lakini mtafanya kwa siku 6, na kile mtakachokipata hamtakitumia mnavyotaka, lakini katika mapato yenu mtanitolea zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwezi sema amina. Habari ya zaka na sadaka, watu wa Bwana hawataka kusikia, na hata amina hawatasema. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya Mungu alikusudia. Na kusoma kitabu cha Waebrania sura ile ya 2 aya 6 na 8, Biblia inasema mwanadamu ni nani hata amkumbuke, ama mwana wa binadamu hata amwangalie? Amemfanya mdogo punde kuliko malaika, amemvika taji ya utukufu na heshima, amemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa hiyo kila kitu Mungu amekikabidhi chini ya utawala wake, amekiweka hapo tukishikilie, tukiongoze. Kwa hiyo vitu vyote tunavyoviona Mungu alitupatia, alituweka chini yetu kwa ajili ya kuviongoza. Ndio maana kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 16 na 17, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo nimehakikishia ya kwamba utakapokula kinyume na mapenzi yangu utakufa, akimaanisha ya kwamba ni kweli nimekuweka, lakini hapo utaishi unavyojisikia, utaishi vile Mungu nilivyotaka uishi. Kweli nimekupatia mpaka utagusa hiki utakigusa. Lakini pia alimweka mwanadamu, lakini kwenye Kutoka sura 20 aya 9 na 8 nasema, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa hiyo hata katika habari ya maisha ya kuishi hautagusa, utafanya hiki, utaishi hivi, siku zote utafanya kazi unapojisikia, lakini siku ya Sabato hii itakuwa ni pumziko takatifu, hutavuka mpaka katika siku hii. Ni kweli fanya kazi unavyoweza, lakini ni ndani ya siku 6. Siku ya 7 upumzike, maana ni pumziko takatifu. Lakini hakuishia tu hapo, hata wana wa Israeli walipokuwa wanaingia nchi ya Kanaani, Mungu akawapatia maelekezo. Ni kweli ninawaingiza Yeriko, ni kweli ninawaingiza Kanaani, lakini mtakapoingia kuna maelekezo nitakayowapatia. Kusoma kitabu cha Yoshua sura ile ya 6 aya ya 2, Biblia inasema maneno haya, na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiwekwa wakfu, nanyi hivyo mtafanya maturo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Bwana ndiye kweli ninaweka kwenda kumiliki, lakini hamtamiliki kile ambacho nimekiweka wakfu, kile kilichotengwa kwa ajili ya Bwana, hicho hamtamiliki. Vyote nimewapatia kumiliki, lakini vipo ambavyo nimevitenga, hivi msivichanganye na vitu vyenu, hivi msivitumie kwa mapenzi yenu, maana nimevitenga, tena nimeviweka wakfu. Ndio maana Yoshua anaambiwa kumbuka, yani anachoambiwa hakikisha utakapoingia kuna vitakatifu vya Bwana ambavyo haviguswi. Ndio maana utaona baada ya kugusa madhara yaliyotokea walipokwenda vitani walipigwa. Ndio maana wanaambiwa wapendwa, wako wa Adventista wengi wanaopitia changamoto leo, lakini ni matokeo ya kuto kuheshimu kanuni za kimbingu. Kutoheshimu kanuni za kimbingu. Ndio maana hata vitani tunapigwa. Ndio maana hata habari ya kiroho tumeanguka. Ndio
kanuni za dini. Tukizungumzia habari ya uvaji watu wanaona ni kawaida tu, lakini sehemu moja tulikuwa tunafanya huduma, binti mmoja alipagawa na pepo. Alikuwa sio mwalimu, sasa tulikuwa ni sehemu ya effort. Sasa jioni ile tuna vipindi vya maombi, watu wanakuja, tunafanya maombi. Kwa bahati mbaya binti mmoja akatupwa na pepo. Tumeomba. Tulikuwa wachungaji watatu mpaka tunaanza kuogopa sasa. Tukaanza kuwa na wasiwasi na maana Mungu hatusikii sisi. Baadaye tukarudi tukaanza kuomba wenyewe wachungaji. Tuliporudi kuomba, wakati tunaomba alikuwa amevaa shanga kwenye kiuno chake. Yenyewe ilitoka ikaruka. Yenyewe wala hakuna aliyeigusa, hakuna, maana tulikuwa tunafanya huduma ya maombi, yenyewe ikatoka ikafanyaje? Ikaruka. Alafu anaamka anasema shanga yangu iko wapi? Tukamwambia hii ndio tatizo, akasema mume wangu anapenda. Nikamwambia haya, jitwike godoro lako wewe. Maana mzigo wako umeamua kufanyaje? Upokea. Na baada ya wiki mbili na kufunga kipindi hicho nilikuwa bado nasoma. Nimerudi chuoni anakupigia simu, pastor, ninaomba mniombee. Hali yangu ni mbaya. Baada ya kurudisha kivaa, nikamwambia itoe tu hiyo. Mimi sina haja ya kukufanyia maombi, lakini kwa sababu tuko kinyume kwa kanuni za Mungu, ndio maana hata nguvu za giza zitakusumbua, lakini tunapobaki kwenye kanuni za kimbingu, hata nguvu za giza hazitakusumbua, maana tayari tumebaki tukishikiliwa na kanuni za kimbingu. Kwa hiyo kanuni hizi Mungu ameziweka tusije tukavuka, maana siku unayovuka mpaka unajiondoa kwenye ulinzi wa Bwana. Ndio maana unaona Israeli walipogusa tu vitakatifu wakajiondoa kwenye ulinzi wa Mungu. Walipogusa ambacho hakitakiwi kuguswa wakajiondoa kwenye vitu ambavyo ulinzi ambao Mungu alikusudia. Maana aliwaambia kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 19. Msomaji wangu unaweza kufika hapo, kitabu cha Kutoka sura ile ya 19 anzia aya ya kwanza. Usikia anachosema. Kutoka sura ya 19 mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema, mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri, siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidim na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko wakiukabili mlima. Mstari wa 3. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo, kuarifu wana wa Israeli maneno haya. Naona jinsi nilivyowatendea. Anamwambia unaona jinsi nilivyofanya kwa Wamisri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa, jinsi nilivyowachukua ninyi katika mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Tena nikawaleta ninyi kwangu mimi. Aya ya 5. Sasa basi anasema ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Kwa hiyo kuna nguvu katika kushika na kutii sauti ya Mungu. Yeye anasema tutakuwa tunu mbele za Bwana. Ukiona Ibrahimu anaitwa rafiki wa Mungu, alijifunza kutii sauti ya Mungu. Chochote Mungu anachomwambia Ibrahimu alifanya. Alipofika hatua anamwambia ninamtaka mtoto wako, Ibrahimu hakuzuia, kwa sababu anajua katika kutii sauti ya Mungu ndipo unapoonekana wa thamani mbele za Bwana. Ndio maana Mungu anawaambia, Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake akisema ya kwamba mkinipenda mtazishika nini? Amri zangu. Kwa hiyo anasema yule anayenitii na kushika ninachomwambia, huyo ndiye anayenipenda. Ndio maana ninasema wana amani nyingi waipendayo na kuitii sheria nani? Ya Mungu, hata amani watapata, maana wamebaki kwenye kanuni za mbingu. Kwa hiyo mbingu itamimina amani yake juu yao. Ndio maana nawatia moyo kubaki kwenye kanuni za mbingu. Kwa hiyo Mungu alituwekea kanuni hizo. Kwa hiyo hata kwenye mapato yetu, fedha na mali zinazoingia, Mungu aliweka kanuni. Ndio maana kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 27 aya 30 ile inasema neno haya, tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi,
aya 22, Kumbukumbu la Torati sura ya 14 aya 22, Biblia inasema usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Kwa hiyo anamwambia usiache kutoa sehemu ya ngapi wapendwa? Ya 10. Kwa hiyo sehemu ya 10 zaka ni ya muhimu. Mungu anapotupatia pesa, anapotupatia mali, anapotupatia chochote kinachoingia, anatamani tutoe sehemu ya 10. Anasema hiyo utatoa kwa sababu katika zaka inaonyesha utiifu wako kwa Mungu. Zaka inaonyesha ni nani unayemwabudu kwa kupitia mali ulizo nazo. Zaka inaonyesha nani ambaye ni muumba wako. Ndio maana hauna haja ya kuelezea ni nani unayemwabudu, hauna haja ya kusema ni nani ninayempenda, haina haja ya kuelezea kwa maneno mengi, lakini nionyeshe ni nani, ni wapi unapotumia zaka yako, nami nitakwambia ni nani unayempenda na ni nani ambaye ni Mungu wako. Ndio maana Mungu anawaambia lazima mkumbuke, usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Lakini pia Mwanzo 28 aya 22, utaona Yakobo ahadi anaiweka kwa Bwana, anamwambia Bwana, najue hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kwa hiyo anasema kwa chochote utakachonipatia, kwa baraka yoyote utakaonipatia, kwa chochote utakachonileta ndani ya mikono yangu, nitakupatia sehemu ya ngapi wapendwa? Ya 10. Kwa hiyo zaka ni sehemu ya utii wako kwa Mungu, unazirisha ni nani unayemwabudu. Naomba wanafunzi 10 kwa haraka. Halafu katikati ya hao wanakuja wachanganyikane, wa kike wa kiume, lakini naomba walionona nao wawepo. Leo tutawageuza kwa dakika chache. Ni kwa siku ya leo, na baada ya hapa msiwatanie. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanafunzi kwa kutania nyinyi hamjambo, mnaweza mkawapatia majina. Kwa leo jamani, haja ya mwingine aliyeona leo tutakuwa ng'ombe wa mfano. Mjipange kabisa hivi, jipangeni hapa hivi kabisa. Wale watatu, hao watatu mnaomba wale walioshika vizuri. Yule jamaa alipoombea siku ya chakula ya mara ya kwanza, yuko wapi? Aje mwingine anayeona jitu la kutosha. Sogeni mwache nafasi nzuri. Nisamee toleo kawaida moja, lakini ni kwa mfano. Basi wanafunzi waje wengine ambao hata kama ni mshiriki njoo, lakini unajiona umekaa vizuri na Amen. Na katika wale wale kuliko wote. Wametimia. Bado mmoja. Unajua sijaona aliyeona. Namna. Ni kwa mfano usijali. Baada hapa tutawapeleka wanapoangalia. Hai. Tunaenda kujifunza kanuni hii ya utoaji wa zaka na sadaka. Zaka ni sehemu ya ngapi? Ya 10. Na kumbuka tunapokuja kwenye zaka, kama hawa ndio mifugo, alafu mimi mchungaji wenu leo nisamee. Hata hivyo ni mchungaji. Kwa hiyo kama hawa ndio ng'ombe. Na wako wangapi? 10.
alafu ninakwenda kutoa zaka. Sasa ninataka kujua kama mnaelewa habari ya zaka. Kanuni ya kuchagua zaka, tunachaguaje? Mtu mmoja. Unapokwenda kutoa zaka, unaitoaje kama ni mifugo? Mzee wangu. Zaka ni sehemu ya 10 ya mchungaji. Sehemu ya 10. Ile zaka. Mshahara wa mchungaji. Unaichaguaje? Ndicho tunatafuta. Mtu mmoja atusaidie. Karibu. Hesabu kama ni hesabu ile wa kwanza, wa pili kama unatoa. Kwa mfano ikaangukia namba 10 ina udhaifu. Ni ng'ombe ambayo haina mguu. Karibu. Zaka ambayo ni sehemu ya 10, anasema inatolewa isiyokuwa na hila wala waa, iliyokamilika. Na maana kama ni kilema utabadilisha. Sasa tunaona ndivyo tunaelewa tofauti. Haya, mwingine. Mimi ninavyoelewa, tunaanza kuhesabu namba 1. Ikifika ya 10, hivyo ilivyo unatoa zaka. Mwingine. Sasa nisikilize kwa makini. Zaka kwenye kuhesabu yenyewe sifa yake kubwa ni sehemu ya 10. Haijalishi itakuja aina gani, lakini katika kuhesabu kama ni goma umeweka lina ng'ombe 500, yaani kila ambayo maana walichokuwa wanafanya muda utosha kusimalizia mafungu yote, lakini walichokuwa wanafanya mchungi alikuwa anakaa na fimbo. Kwa hiyo anaanza kupita wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa 10, itakao kuangukia huyo ndiye nini? Ndiye zaka. Kwa mfano hapa sasa tunachagua zaka. Alafu mimi ndio mchungi au tutafute mchungi mmoja. Mchungi mmoja aje atusaidie kuhesabu. Mwinjili karibu. Haya, unaanza kutoa zaka, alafu unaenda na kile hapo. Unaanza kutoa zaka. Tunatafuta zaka ya 10. Unasogea pale, ukisema unasogea mbele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Sadaka inaondoka. Kwa hiyo hii ile ya 10 ndio nini? Zaka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa sema amini. Hapo tumeelewana. Kwa hiyo hata kama kwa mfano, nimesema kwa mfano. Nani hapa ambaye kidogo ni kwa mfano, ikiangukia 10 hapa, hii ndio ingekuwa nini? Haijalishi imenona au haijafanyaje. Bado hatujafika kwenye sadaka. Kwa hiyo haijalishi amenona au hajanona, lakini imeangukia hapa, angekuwa ni nini? Nimechanganya sasa. Tuko kwenye zaka. Kwa hiyo sifa kubwa ya zaka ni sehemu ya 10. Haya, sehemu ya 10 iondoke. Nimeshachagua. Wewe mtakatifu umetengwa kwa Bwana. Ni zaka ya Bwana. Haya, sasa tunataka tuchague sadaka. Kigezo cha sadaka ni kipi? Sasa wewe ndio mchungaji. Ngoja wajibu wao. Moja mpaka haya 9 ndio sadaka. Mwingine nitawajua watu wanaondeka zaka. Karibu. Lazima ukihesabu zaka upate zaka. Lazima uhesabu zaka na sadaka hapo.
lazima utoe kumi. Ndio tunakuja sasa kutenga, tumeshatenga ya zaka, tunakuja tunatoa sasa ya sadaka. Kigezo ni kipi? Sehemu ya 9. Mapato yako. Haya, mwingine. Sifa ya sadaka ni ipi? Karibu. Asante. Sadaka unaangalia kwa waliobakia, unaangalia ile ambaye ni nzuri aliyenona. Ndio namtoa sasa. Mwingine. Ndio kuna mambo muhimu hapo au kama alivyosema. Au kwamba ina mzungumzaji hivi. Karibu mzee wangu. Sadaka hii ni shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo sadaka inafanana na zaka, lakini sadaka haina mwisho. Ni jinsi unavyojisikia Bwana alikubariki. Amen. Mwingine? Karibu. Kwa mfano sasa kigezo cha yule mama alivyosema. Nikahesabu, umesema wa 9. Nikahesabu kwenye kuhesabu alafu ikaangukia ile iliyokonda, alafu ni dhaifu. Na kama ni ng'ombe, samahani, sio ng'ombe wewe lakini. Imeasiwa. Maana vile nasema asiwa amefanyaje? Ameasiwa, wala aliyekuwa amebeba jembe na maksai. Asiwa namna hiyo. Ikiangukia hapo utatoa hiyo. Mmeanza kuona kigezo sio sehemu ya 9. Kigezo ni kipi? Karibu sana. Kigezo ni kipi? Wajibu mnayatoa lakini ninachoona hamna uhakika. Karibu. Asante. Kigezo cha sadaka ni lakini yeye hakuvunjwa, aliachwa vile vile, kwa sababu sadaka lazima iende mbele za Bwana ikiwa sio kilema. Ndio maana hata katika wanyama ulikuwa ujichukulie tu mnyama yeyote. Wewe unakuta umekaa na ng'ombe amelima mpaka amekomaa, ndio unataka ulete kwa Bwana. Au unakuta kama ni ng'ombe amekilema, huyo Bwana alikuwa mpokei. Lakini kanuni ilikuwa ni hii: aliyekuwa analetwa kwa Bwana anachaguliwa miongoni mwa wale 9 walivyobaki 9. Kile kinachoonekana ni bora, hicho ndicho kinacholetwa kwa nani? Kwa Bwana. Sasa kinaweza kikawa kimoja au zaidi kulingana na upendo wako kwa Mungu, maana sadaka ni upendo wako kwa nani? Kwa Mungu. Sasa toa Bwana tusaidie kutoa sadaka hiyo ndogo. Na hapa ndipo shida ilipo. Vile vya Mungu, kama ni kuku inachaguliwa, kuku ambayo hata kuwika jamani, huyu ndiye aliyenona. Mmekubaliana ndiye aliyenona? Amen. Kwa hiyo ndio sadaka. Na kwa mfano upendo wako kwa Mungu ukiwa mbali zaidi, atatoa na nani? Na mwingine. Ndio maana sadaka inazidi zaidi ya nini? Ya zaka, inaenda zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, maana inapima upendo wako kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo inaenda zaidi ya kile ambacho tunatarajia, inaenda zaidi hata ya zaka. Ndio maana unakuta kanuni hii ya kusema zaka 10% na sadaka 10%, lakini ni zaidi ya 10%, maana tulitoa sehemu ya kwanza ya zaka alafu tukatoa. Kwa hiyo tungekuwa tumeziweka hizi kwa 10%, hawa 10 wote wangekuwa 100%, si ndio? Alafu tunakuja kutoa 10% ya kwanza, ingekuwa ya nini? Ya zaka. Tunakuja kwenye 10 ya pili ambayo imefanyaje? Imenona, na inaweza ikawa 10 na kuendelea, maana sadaka haina kipimo, yenyewe ina. Kama unanielewa sema amina. Ombi wa Bwana kurudi. Mwenye swali. Karibu. Nina dakika moja ni bwana na dashi. Wewe unaonaje? Ana laki moja nataka kutoa zaka na sadaka. Wewe unaonaje? Yaani ninachomaanisha hakina kipimo kwenye nini? Sadaka. Sadaka ninachomaanisha lazima ianzie
wapi? Kwenye zaka, kwa sababu kuna zile 10 tulizoziweka hapa, ile ya zaka ilifanyaje? Iliondoka, ambayo ilikuwa ni ngapi? 1. Ikaanza sadaka, ilianzia kwenye ngapi? Kuendelea. Wewe ni 9 na kwa hiyo kama ni kwenye 100,000 utatoa 10% ya zaka na 10% ya sadaka na sijui kama unaelewa. Na kuendelea. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Tusaidie sasa tunapotoka hapa tusivuke mipaka kwa kile ambacho Mungu umetupatia. Ikiwa ni habari ya sabato, ikiwa ni habari ya utakatifu wa ndoa, ikiwa ni habari ya mtindo wa maisha, ikiwa habari ya matoleo ya zaka na sadaka, kila tutakachofanya tusaidie vyote vikafanyike chini ya utukufu wa jina lako. Ninakushukuru kwa kuwa utakuwa pamoja nasi. Ndivyo naomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.